Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii, tutaangazia rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said na safari yake kutoka Dar es Salaam mpaka Kampala ndani ya klabu ya Vipers. Huku pia wananchi wakiendeleza ubabe katika soka mara baada ya kutoa kombe la Mapinduzi kwa mwaka huu. Here in Uganda, Okello does not make a mistake. He's one of the most respected and loved players in this country. Having a player of his quality to Tanzania, to Young Africa, it's something that I, as a chairman of the club, I want to see the best players from East Africa and focusing on one club. Maybe you will not believe it, but I think if Okello goes to Tanzania, maybe he will be the best player in that league because he's good, he's skillful, he's talented, and but what most people don't know about him, it is discipline. There is no player who is liked here in Uganda than Okello. No one. If Put can make a mistake and maybe someone in national team and doesn't put rather Okello, it has actually taken us like 4 or 5 years without having a star. Before it was Mia Faluk. And one thing I can guarantee you is the level of our league in Tanzania. It's high level, but then the competition that we participate. Mm-hmm. Now, you know, in the next few days, not months, not weeks, in the next few days, Okello is going to play against Al Ahly. Wow. 2 games, home and away. We last had Okwi in Tanzania when he was doing everything. Okello is going to do more than Okwi. I predict Okello is going to do more than Okwi. Mapema juma hili rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said alisafiri kuelekea Kampala, Uganda katika klabu ya Vipers FC, kubwa zaidi ikiwa ni kumaliza usajili wa kiungo mshambuliaji wa klabu hiyo Alan Okello ambaye amekuwa akisifika kwa kipaji kikubwa katika ardhi hiyo ya Uganda. We are pushing on. Thanks for the good work for your team. You know, we envy it and work towards achieving success. As you are trying. You are doing good work. We're trying. You are doing good. My boy. How are you? Fine. How are you? You okay? I'm okay. Good to see you. Good to see you. How is it? I'm okay. So, we met in Uganda. Yeah. I would have never thought I would meet you in Uganda. Yeah, this is my home. You know, first time I saw you, I came to watch your game. It was 2019. You played Sekafa. Oh yeah. The game against Tanzania. Yeah, I remember. This thing went very well. I had a very nice conversation with the chair. He ended up showing me the offer from the other clubs, which was twice as what I offered. Twice. And he said, I'm not there for money. Initially, let me be very honest, and I said to him, initially when he showed me that, I thought there would be another conversation of let's increase this. Wallahi, I'm a Muslim. For the first time, I saw a person telling you that this is the offer, which is twice as what you're giving me, and put aside, and I'm signing you half of whatever that has been proposed here, and let's shake hands. And I was like, what? I'm losing this amount of money for you. And he said, zero, I don't need anything. I'm signing because I've seen a lot of potential dealing with you. And I want this collaboration. It's not about money. And I was surprised. And he wished you all the best as well. He said he's taking a big hit for him to lose such a player.
in the middle of a season where they want to retain their trophy. I'm going to try a lot to get to get in touch with him and make sure You should. I say thank you. Yeah. You should. Anyway. But otherwise, you're coming to a very right environment, very good team. We're family. Let's communicate. I'm rushing. I'm going to the airport now. But I wish you all the best. You need to... So when are we traveling? Mara baada ya kumaliza usajili wa nyota huyo ambaye rasmi sasa ni Mwananchi, Okello alipata wasaa wa kuaga nyota wenzie ndani ya kikosi cha Vipers, huku akiwapa maneno ya kuwatia nguvu kuhakikisha wanatoa ubingwa msimu huu na kumletea medali yake mwisho wa msimu. Thank you so much, guys. Really came here to just appreciate you guys for the family. It was my pleasure to be with you guys, and for me, I just wish you guys the best of luck towards the games coming, and even the second round. So far, we have done so good. We are unbeaten in the league, and hopefully we win this unbeaten, guys. At the end of the season, hopefully I get my medal. So I wish you guys all the best, and thank you for making me feel at home, and thank you for giving me this family. We are going to miss you dearly. Remember that man. Okay. Mulindo. Yeah. Remember him. Wish you all the luck. I know you can. Yeah. If you have made it here, I know there. Say hello and we share together. But we as players, we wish you nothing but the best, and it was a pleasure to share the dressing room with you. Father, in the name of Jesus, I thank you for Alan as he travels to Tanzania. We cover him in the blood of Jesus. We pray that your will be done in Tanzania, that he will be more successful than he has been at Vipers, that he will excel more and more. Guide him and cover him in the blood of Jesus. We thank you for everything that has been done. We thank you for our president, Dr. Mulindwa, and the fellow players and everyone that has made him what he is at Vipers. Father, we pray that he gets more successful where he's going, and we cover him in the blood of Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray and believe more success will come to your life. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Amen. Yeah, go and show them who Alan Okello, who is the star boy. Thank you. Naam, kwa upande mwingine wananchi Yanga wameendeleza rekodi ya kutoa makombe kila wanapotinga fainali kwa misimu ya hivi karibuni, huku wiki hii wakitoa kombe la Mapinduzi Cup mara baada ya kupata ushindi dhidi ya Azam FC kwa mikwaju ya penalti 5-4 katika dimba la Gombani Pemba. Mchezo huo ulianza majira ya saa 10:30, ulimalizika kwa sare ndani ya dakika 90 kabla ya Pacome Zouzoua kukosa penalti dakika za nyongeza na kufanya kwenda mpaka kwenye mikwaju ya penalti, huku mchezaji bora wa michuano hiyo akiwa ni Maxine Zengeli alionyesha kiwango bora tangu kuanza kwa michuano hiyo. We have seen an Ivorian miss a penalty today, and now another Ivorian, Landry Zuzu, to take the penalty. Landry up against Msheri. It's Landry, strikes and misses! What a night! Not a night for Ivorians! Landry Zuzu misses from the spot, just like his countrymen. Pacome Zouzoua. Advantage right now is for the young Africans. But can we have another hero? Oh, look at this. It's Pacome Zouzoua again on number 2. Aishi Manula making himself big. Can Lightning strike again? Oh no, it can't. He went the right way, Aishi Manula. But the penalty from Zouzoua was heavy. Advantage Yanga. They lead by 3-2. And the prayers have already begun on the other side for the ice cream manufacturers. Kucheka na Aishi Manula, penalti safi yenye uzito wa ile juu, ndicho ambacho alipaswa kufanya
kwenye penalti ya awali, lakini kwa sasa the excitement is unmatched here in Pemba. Prayers for Azam. Sadio Kanute, former Simba player. Can he score? Let's wait and see. It's Kanute. That's easy for the Mania. Very easy. 3-3. He just walked away majestically. Sadio Kanute. Kika penalti safi ya lala mtoto, ndege wote wamelala. Kwa nini uko macho? Penalti nzuri sana ya Sadio Kanute. Aishi Manula. Golikipa Abdul Mshele wakati huu. Mali imekwenda upande mwingine, karuka upande mwingine. Tafiri yake ya pass. Malubi trying as much as possible to be on the saving side. It's Mudathir Yahya up against Aishi Manula. Mudathir Yahya from Zanzibar. Mudathir hana muda, anakwenda kushambulia penalti. Mudathir fakes. Delicious. And look at him pointing to the president and says, I'm here also. Good penalty, very good penalty. Ya upande ule ambao ulikuwa kutumiwa na nyota wa kita wa Yanga, ndio ambao unatumiwa na Mudathir Yahya kuleza mpira ndani ya net. Ngita, if Ngita fails to score from this, then it will be Yanga celebrating. Ngita Kamanya anakwenda kucheza penalti ya mwisho ya tano. Kamanya is up against Msheri. It's Ngita. Ngita paints and scores. Beauty. Good penalty. Here we go. It is the final kick. It is the final kick. Final kick. And this is where the pressure is on the goalkeeper to deliver. And also the player to score. Yanga are looking for their third title of Mapinduzi. Mwanyeto, the captain of Tanzania, has been given the task of scoring here. Aishi Manula is up against one of the best that Tanzania has produced in football. Mwanyeto takes his time and scores! Yanga are the champions of Mapinduzi! They have probed and probed for a long time, and finally Harris will. Kikosi cha Yanga kilirejea Dar es Salaam huku kikianza maandalizi katika dimba la KMC Complex kuelekea mchezo wake wa ligi kuu ya NBC, huku wakitambulisha nyota mwingine mpya Laurindo Depo kutoka Angola. Nyota huyo anajiunga na Yanga akitokea Radomiak Radom ya nchini Poland, ambayo msimu huu ameitumikia katika michezo 9. Depo pia alikuwa sehemu ya kikosi cha Angola kilichoishia hatua ya makundi kwenye fainali za AFCON nchini Morocco. Hili linakuwa ongezeko la 4 kwa Yanga Sports Club katika dirisha hili dogo la usajili. Tuna mchezo mmoja kwa mwezi huu wa kwanza na utacheza dhidi ya Mashujaa kwa maana ya mchezo wa ligi kuu ya NBC. Mchezo huu utakuwa siku ya tarehe 19 na utachezwa hapa KMC Complex ambako ni uwanja wetu wa nyumbani kwa mujibu wa kanuni. Mchezo huu ni muhimu kwetu sisi kwa sababu ligi ukiitazama bado sana, kuna michezo mingi imebakia mbele ya kucheza. Kwa hiyo sisi Young Africans ni lazima tuweke jitihada kubwa kwenye michezo ambayo inafuatia tuweze kupata matokeo mazuri. Nichukue fursa hii kuwakaribisha mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu yetu, na bila shaka yoyote inaweza kuwa mechi ya kwanza ya kuwashuhudia nyota wetu wapya pia ambao tumeongeza dirisha dogo. Wote watakuwa hapa
tutawatambulisha mbele ya mashabiki siku hiyo, kwa maana ya kuwasalimia mashabiki wetu, na kuhusu kucheza tabakia sa maamuzi ya Mwalimu Pedro. Kwa hiyo niwakaribishe wanachama wote kuja KMC Complex. Hatujaiona timu yetu muda mrefu, basi ndio muda huu wa kuja kuiona timu yetu hapa kwenye ligi kuu baada ya kumaliza Mapinduzi. Baada ya kumaliza mechi yetu hapa na Mashujaa ambayo itakuwa tarehe 19, kutakuwa na siku moja tu hapa ya recovery, alafu tarehe 21 panapojaliwa Mwenyezi Mungu ndio tarehe ambayo tutasafiri kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea Misri, na tutaondoka na ndege ya moja kwa moja kutoka hapa kuelekea Misri. Kwa maana itakuwa ni safari ya kama saa 5 hivi. Kwa hiyo tukifika tarehe 21 tupata nafasi ya kutrain jioni, alafu tarehe 22 ambayo kikanuni ndio itakuwa siku ya mwisho ya mazoezi tutatrain pia, alafu tarehe 23 inshallah ndio itakuwa siku ya mchezo wenyewe. Kwa hiyo ratiba nzima ya safari iko hivyo na maandalizi yanakwenda vizuri. Focus kwa sasa hivi tumeiacha kwanza kwenye mechi Mashujaa. Ikishamalizika hii tunakwenda kuchanga karata zetu kwenye hizo mechi mbili. Kubwa ni la kuwaomba mashabiki na wanachama wetu. Tayari Champions League inarudi na mechi ziko mbili ambazo zinafuatana, ni mechi ngumu, mechi za maamuzi inaweza kuwa hivyo. Kwa hiyo maandalizi yetu yaanze mapema, tuweke jitihada mapema na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie. Huyu Depu sio aina ya wachezaji ambao watakiwa ujaze maneno mengi unapomuelezea. CV yake, ubora wake unajulikana. Huyu Depu kwa imani ya Kiislamu unatakiwa tu upige Bismillahirrahmanirrahim alafu kae zako jukwaani. Mwenyezi Mungu tu amuepushe na hasad, amjalie rehema zake nyingi nyingi, aweze kutupa furaha. Ni mshambuliaji wa viwango vya juu, mshambuliaji mzuri, mshambuliaji ambaye ana uzoefu wa kutosha. Ameshafanya makubwa sana kwenye timu ya taifa ya Angola, ameshafanya makubwa sana alipokwenda huko nje kutafuta maisha yake ya kimpira, na haikuwa rahisi sisi kumpata Depu kuja hapa. Tumepambana sana. Coach wetu Filipe, coach wetu Pedro wamefanya kazi kubwa sana kumshawishi Depu kuamini project yetu. President wetu kafanya kazi kubwa pia kuhakikisha tunampa project nzima na anaielewa. Na mwisho tumpongeze bosi wetu Khalid Said Mohamed, ametoa kibunda. Kuna watu nimewasikia asubuhi hapa wanazungumza kwamba Yanga ina tabia kutazama wachezaji wanaowataka alafu Yanga wanapita nao. Football hii wachezaji wazuri hawapatikani kwa maneno, hawapatikani kwa ngojera. Huwezi kuwa unamtaka mchezaji unaambiwa lete $200,000 tukuuzie mchezaji, alafu unawaambia kwenye $200,000 mimi mtanipa ngapi? Huwezi kupata mchezaji mzuri. Ndio maana sisi tukifika engineer amenyoka, hela imetoka, mtu anachukua hela yake anakuja Yanga. Lakini ukienda kwenda mawazo ya 10%, 20%, utaishia kuwapata hawa tu wachezaji wa kawaida ambao hawatakupa chochote cha kimafanikio kwenye pili. Naye mkurugenzi wa wanachama na mashabiki wa klabu hiyo ya wananchi Ibrahim Samuel amesema matawi yote yaliyokidhi ithibati kwa msimu wa 2025-26 watapatiwa vyeti vyao Januari 21 siku ya Jumatano katika makao makuu ya klabu hiyo. Ithibati maana yake ni jambo la kikatiba. Matawi yote yaliyokidhi ithibati ni matawi ambayo yanachama hai 100 na hawazidi 500. Kwa hiyo zoezi lile kwa msimu huu tuliona tufanye kwa tofauti pekee. Na kwa kipekee kabisa wiki ijayo, hii ni surprise. Wiki ijayo siku ya Jumatano tarehe 21 itakuwa ni siku maalum kwa matawi yote ya Young Africans yaliyokidhi ithibati ya msimu wa mwaka 2025-2026 ambayo ilianza Julai 1 ambayo itaisha Juni 30 kuweza kukabidhiwa vyeti vyao vya ithibati ambavyo ndio vyeti vitakavyowapa nafasi ya wao kuweza kwenda kwenye uchaguzi wa matawi, na pia vitayapa hayo matawi nafasi ya kutoa wawakilishi 5 watakao kwenda kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi ambao tunategemea kuufanya mwishoni mwa msimu huu. Matawi ni mengi na idadi imekuwa kidogo ni kubwa. Ukilinganisha na ithibati hizi tumechukua muda wa kuanzia Julai 1 mpaka Disemba 31 ambao ni muda wa miezi 6 wa kikatiba. Lakini katiba ya Young Africans inasema pia ibara ya 13 kipengele cha 3. Hata yale matawi ambayo hayajakidhi baada ya ile miezi 6 yanatakiwa kuhakikisha yanaendelea kukusanya fedha ya Young Africans. Yaani wanabakia kuwa wadeni na wanatakiwa kuendelea kukusanya na matawi yarudi kuwa hai, wamepewa nafasi hiyo. Kwa hiyo baada ya haya matawi yaliyokidhi ambao mpaka sasa hivi ni zaidi ya 100. Kwa hiyo tutakuwa na nafasi ya kuhakikisha tunaendelea kuhamasisha wengine na matawi mengine, na itakuwa chachu kwa wale wanachama wengine kuhakikisha kwamba matawi yao yanafikia ile ithibati ya matawi ya wanachama 100 kwa kila tawi na isiyozidi 500. Hiyo ni kwa ndani ya nchi. Lakini pia ithibati kwa msimu huu
Tumeamua kufanya siku maalum kwa sababu pia matawi ya kutoka nje ya nchi yataweza kuja na kuhudhuria kupata ithibati yao. Kama idara tunao mipango ya kuhakikisha kwamba tunawa retain wanachama wetu wanakuwa wanachama hai. Lakini mipango yetu inakwenda sambamba pamoja na wasimamizi ambao wako kwenye ngazi ya mkoa, waratibu, pamoja na wenye viti na viongozi wa kikatiba wa matawi hayo husika. Matawi yote yanapaswa kuwa active. Yanakuwaje active? Ni mkakati ambao ni muendelezo. Kwa hiyo tunategemea baada ya kugawa, hii ni awamu ya kwanza. Baada ya awamu ya kwanza itakuwa chachu kwa awamu ya pili ambayo itatakiwa ifanyike kabla ya uchaguzi wa matawi ambao pia tunategemea kuufanya mwaka huu, ambao ni miaka 4 tangu mfumo huu wa mabadiliko ambao wengine wamejaribu kutaka kuiga, umewashinda. Unatimiza miaka 4 sasa rasmi. Kwanza, Young Africans haina tawi lenye wanachama 50. Hilo naomba uelewe. Katiba ya Young Africans inaelezea wakiwa wanachama 100 wataridhia kuwateua wenzao au kuwachagua wenzao 9 kwa ajili ya kuwasimamia. Kwa hawa ambao bado 50 sio tawi. Hawa ni wanachama ambao wako 50 lakini hawajafikia kigezo cha kuwa tawi. Ndio maana unaona tunagawa ithibati. Kwa hiyo tukikaribia kwenye uchaguzi wa matawi yote, katiba pia inasema matawi yote ambayo yatakuwa na wanachama chini ya 100, whether hawajalipa ada au bado hawajajisajili kufikia 100, hayo yote hayatokuruhusiwa kuendelea na mchakato wa upigaji wa kura kuteua viongozi watakaowakilisha kwenda mkutano mkuu. Nao wanachama wa Yanga kutoka tawi la Yanga Mongo la Ndege wametamba na kusifu ubora wa timu yao mara baada ya kutoa kombe la Mapinduzi, huku pia wakimsifu rais wa klabu hiyo Engineer Hersi Said kwa kufanya usajili mzuri kila kukicha. Kwenye swala la ushindi kwetu sio wa kubahatisha, kwa sababu kwanza tunasajili kila siku na pia kila penye mapungufu tunarekebisha. Kwa hiyo sisi kwenye ushindi si makombe yao mawili tu, lakini mtarajie kwamba makombe yote yaliyokuwa mbele yetu ni ya kwetu sisi. Kwa hiyo tujue kabisa Yanga bingwa. Tukumbuke ile ni finali, kila mmoja alikuwa anawania taji, lakini Azam walikaza, lakini kila mtu alishuhudia kwamba hata possession sisi tulikuwa tunaongoza, shoot on target, shoot off target tulikuwa tunaongoza. Kwa hiyo kikubwa kwamba tulicheza vizuri na Azam walicheza vizuri, tunawapongeza, walijitahidi. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu basi bahati ilipangwa kwa kwetu, basi tulichukua kombe. Tunapita na kila kikombe ambacho kipo mbele yetu kwa sababu tumejipanga. Na sajili ambazo tumesajili awamu hii ni moto kupita sajili zilizopita. Huu ni mwendelezo, lakini ahadi ya rais wetu wa klabu yetu Engineer Hersi, kwa sababu yeye moja kati ya ahadi yake kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kila kombe litakayokuwa mbele yetu tuwe tunalichukua. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho sisi kama wanachama tunaweza tukashangaa. Ni kitu ambacho yeye ametuahidi na atekeleza kwa vitendo. Naamini kabisa sasa hivi Engineer tunaona katika ligi ya ndani, katika mpira kwetu Tanzania, anaona kabisa kama ameshaumaliza. Sasa hivi anakwenda kuhakikisha kwenye mashindano ya kimataifa nako anafanya vizuri. Tumeona anapambana kuhakikisha anasajili wachezaji wazuri, tumeona anapambana kuhakikisha wanachama wanakuwa moja, tumeona anapambana kuhakikisha uongozi unakuwa moja, lakini tumeona anapambana kuhakikisha wachezaji wote wanafia uwanjani. Performance sio mbaya, performance iko vizuri, na kadri wachezaji wanavyoendelea kukua kwa pamoja naona uzoefu unazidi kwenda kapo. Kwa mfano juzi tumeona Barakonte moto aliowasha pale katikati, kanchafulia Emidi Mau, kanchafulia Kamenko, wote ulimi umetoka. Kwa hiyo kadri wachezaji wanavyoendelea kukua performance inazidi kuwa kubwa. Ushindi kwa kweli nimefurahi sana. Ushindi ambao umekuja kwenye wakati ambao ni sahihi. Ambapo wakati huu ni wakati ambao tunajitengeneza vizuri kukaribia kwenda kuchukua taji la klabu bingwa. Na nashukuru sana rais wetu wa klabu, amejitahidi sana kufanya usajili mzuri na kujitengeneza na kujiweka kwenye nafasi ambazo ni sahihi sana kwa klabu yake. Naam, hii ndiyo Yanga, timu ya wananchi, mwekezaji ni mwananchi mwenyewe.